Na watu wengi hawaelewi, serikali au dola haiingilii mkataba wowote isipokuwa mmoja tu. Serikali haihangaiki na mkataba wa wewe kununua gari, mkataba wa wewe kununua nyumba, mkataba wa wewe kuuza shamba. Serikali haina interest kabisa. Lakini kuna mkataba mmoja ambao serikali inahusika nao moja kwa moja dola. Ni mkataba wa ndoa. Ndio mkataba pekee ambao serikali inausimamia, mkataba wa ndoa, contract of marriage. Ndio maana lazima chini ya sheria ya ndoa ya mwaka 71 lazima ndoa yako upate cheti cha ndoa kinachotolewa na msajili wa ndoa, na wale wengine wote wanaofungisha ndoa wale ni wasajili wasaidizi. Kwa nini? Familia ndio msingi wa raia wa taifa, na hao raia ndio baadaye wanakuwa viongozi, wanakuwa askari, wanakuwa wazalendo. Ndio maana serikali interest yake ni moja tu, na ndio maana serikali hiyo hiyo ina interest na inaingilia kwamba mkataba huo huwezi kuuvunja mpaka serikali yenyewe iseme ndoa hii imevunjika, kwa kutoa amri ya talaka. Na kwa Tanzania imetamkwa wazi tu, sababu ya talaka ni moja tu, kwamba ndoa hiyo imevunjika na haiwezi kurekebishika. Na ndio maana sheria pia imeweka mipaka. Ili uende kuomba talaka mahakamani ni lazima muwe mmekaa kwenye ndoa kwa miaka 2, na pia muwe mmeenda kwenye baraza la usuluhishi, mmesuluhishwa, imeshindikana kabisa. Na mkienda mahakamani, kwa busara ya mahakama anaweza kusema hebu tenganeni kwa muda, kila mtu aishi kwake. Alafu bado kama roho yake haimfikirii mwenzake, ndio sasa mje tena. Lakini gari haina shida na mkataba wa gari. Nunua gari, tapeli mwenzako, haina shida, sababu familia ndio msingi wa kupata raia, ndio msingi wa uzalendo. Ndio maana dola ina